Tarehe 13 Machi mwaka wa 2026, Baba Levo kupitia ukurasa wake wa Instagram alitupa taarifa kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imemhukumu msanii wa kazi kumlipa shilingi milioni 100. Akatukumbusha kwamba mnakumbuka nilipoteza begi la simu Uturuki, wa kazi alisimama na kutangaza kama nimeiba simu za watu Marekani, na mbaya zaidi alianza kuyataja makampuni yanayofanya nayo kazi kuonyesha yanafanya kazi na mwizi. Kwa bahati nzuri airport ya Uturuki Istanbul walinipigia simu kuniambia wamelipata begi likiwa na simu zote. Tulichukua hatua za kisheria kupitia mwanasheria wake, akamtaja pale, anasema na leo hukumu imetoka kama inavyosomeka hapo juu. Kwangu mimi sio jambo zuri kushtakiana mahakamani, lakini tunapaswa kutoshadadia mambo ya uongo kwa lengo la kumchafua mtu. Sasa kwa siku ya leo, rapper Webiru Wasira maarufu wa kazi amezungumzia taarifa kuhusu uwepo wa hukumu katika kesi ya Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo dhidi yake, huku akieleza kuwa hukumu hiyo ilitolewa upande mmoja. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Wakazi amesema tayari amemkabidhi wakili Peter Kibatala kushughulikia mchakato wa kutengua hukumu hiyo kwa hati ya dharura, na kwamba kwa sasa suala hilo lipo mikononi mwa wakili wake ambaye ni Peter Kibatala. Aidha, Wakazi ameomba watu kutoendelea kumfuata ili atoe maoni kuhusu suala hilo, akieleza kuwa masuala ya kisheria yanayoendelea hayapaswi kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kuwa yanaweza kuwa na athari za kisheria. Amesema kuwa taarifa kwa umma zitatolewa na wakili Peter Kibatala kwa namna na wakati atakaouona unafaa kulingana na taratibu za taaluma yake. Mwisho, Wakazi alishukuru na kusema kwa sasa anaendelea na shughuli zake nyingine. Na kwenye posti hii Wakazi ameambatanisha na maombi ya madai ya kiraia ya kwake yeye, mhusika hapa akiwa ni Webiru Wasira maarufu wa kazi dhidi ya Clayton Revocatus Chipando, na kuna maelezo ambayo yanaonekana hapa ambapo tarehe ya hatua inayofuata ni Machi 30 mwaka 2026, muda ni saa 5 kamili, na hatua inayofuatwa ni kutajwa. Namba ya kumbukumbu iko hapo kama ambavyo unaona kwenye video hii, imekabidhiwa kwa Mheshimiwa Yusto Ruboroga na mahakama ni mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lakini pia akaambatanisha na barua hii ambayo inasema katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam Kisutu, shauri namba 7408 la mwaka 2026, Webiru Wasira maarufu kama Wakazi ambaye ni mlalamikaji dhidi ya Clayton Revocatus Chipando, mjibu maombi. Taarifa ya tarehe ya kusikilizwa au kutajwa au kutolewa hukumu au uamuzi. Tangazo: chukua taarifa kwamba shauri lilotajwa hapo juu limepangwa kwa kusikilizwa, kutajwa, kutolewa hukumu au uamuzi tarehe 30 Machi mwaka 2026 saa 5 asubuhi. Unatakiwa kufika mahakamani siku hiyo bila kukosa na ulete nyaraka zote unazokusudia kuzitumia kuunga mkono shauri lako. Imetolewa chini ya mkono wangu na muhuri wa mahakama tarehe 25 Machi mwaka 2026. Hakimu mkazi mkuu mwandamizi mahakama ya Kisutu Dar es Salaam. Atakayekabidhiwa ni Clayton Revocatus Chipando, ndiye ambaye atapokea barua hii ya kuitwa. Kwa hiyo haya ndio ambayo Wakazi kwenye page yake Instagram ameweka, na hapa anasema amemkabidhi wakili Peter Kibatala. Yote haya katika kutengua hukumu iliyotolewa. Maoni yako ni yapi? Yaweke kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti.